mwezi wa pili, siku ya Jumatano, tulikuwa na halmashauri kuu ya taifa. Wiki mbili kabla ya halmashauri kuu ya taifa, ninakumbuka wiki mbili kabla ya halmashauri kuu ya taifa, ilikuwa tarehe 5 ya mwezi wa pili, nilipigiwa simu na mtu anaitwa Boniface Mwabukusi ambaye yuko kulia kwangu. Akaniambia mimi ni wakili msomi, nilikuwa simjui. Akaniambia mimi wakili, niko jijini Mbeya, naomba kujiunga na NCCR Mageuzi. Naomba katiba ya NCCR Mageuzi. Nilikuwa Dodoma, akaniambia naomba katiba ya NCCR Mageuzi, naomba nijifunze humo ndani na machapisho mbalimbali. Tukamtumia, mimi nikaagiza makao makuu wamtumie, wakamtumia akasoma. Baadaye akaniambia naweza tukakutana, nikamwambia karibu Dodoma, ratiba yake kumruhusu, akaniambia nitakuja Dar es Salaam. Na kweli sisi tukamwalika kwa sababu tunafanya semina Dar es Salaam kama mwanasheria, aje shirikiana na waasisi wengine na wanachama wengine na wataalamu wengine kufanya semina kwenye halmashauri kuu ya taifa. Tarehe 19 alikuja tarehe 19 tukamkaribisha kwenye halmashauri kuu ya taifa. Tukampa nafasi ya kuongea. Kwenye nafasi ya kuongea, yeye mwenyewe akasema nimefurahiwa na hiki chama, naomba mnipe fursa ya kujiunga na NCCR Mageuzi kwa ridhaa yake mwenyewe, kwa kuwa ni haki ya msingi ya katiba. Kwanza ikianzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mwananchi ana uhuru wa kujiunga na chama chochote kile cha siasa. Akaeleza sababu zake za msingi kwa nini ameomba kujiunga na NCCR Mageuzi: mambo ya amani, ya utulivu, chama chenye upendo, itikadi ya mambo mengi tu asifa nyingi. Akajiunga. Alipojiunga akatuomba kwenye halmashauri kuu ya taifa, jamani, chonde naomba mje Mbeya. Naomba mje, mimi ni taratibu ziara ya mkoa wa Mbeya, mje jimbo, hasa jimbo la Busokelo, mimi natoka huko, na naomba mwenyekiti wa taifa uje, na tunaomba pia tuweze tukaratibu mkoa mzima wa Mbeya na maeneo mbalimbali. Tutaanza. Akasema sawa, tutaanza kujumuika pamoja, kwa sababu hapa kidogo kwa kweli tulikuwa hatuna hamasa kubwa ya siasa. Tukasema nitakuja Mbeya kwa mwaliko wa ndugu Mwabukusi. Na diwani wetu wa kule Rungwe na mzee Mwasakilali alikuwa kamishna wetu wa mkoa wa Mbeya kwenye halmashauri kuu. Akasema mimi naomba nijiunge ukamishna wangu, ili naona huyu wakili msomi yuko Mbeya mjini, mimi baada ya kwa kule Tukuyu ndio katikati ya jiji, tuweze nikampa nafasi yangu ya ukamishna. Tukajadili sana kwenye halmashauri kuu. Baadaye kwa mujibu wa katiba ameshakuwa mwanachama wetu, ana haki zote, akateuliwa na halmashauri kuu ya taifa kuwa kamishna wetu wa mkoa wa Mbeya kwa mujibu wa katiba yetu. Wakaja kuanza ratiba na utaratibu wa sisi kufanya ziara. Mimi nimefika hapa Mbeya tangu Jumatano. Nimefika Mbeya Jumatano, tulifanya ziara kule Tukuyu, jimbo la Rungwe. Na uongozi wetu wa kule Rungwe ukiongozwa na ndugu Mwasakilali, diwani wetu wa NCCR Mageuzi pale Rungwe, wakawa wameandaa viongozi wa kutoka vyama mbalimbali vya siasa 6 wakajiunga na chama chetu, na kwenye daftari zao tukakuta wamejisajili 194 wanachama wenye kadi, na siku ile wakawa wengine wapya 243. Kwa hivyo ile jimbo la Rungwe wanachama ambao wamesajiliwa wako kwa lugha nyingine wako kwenye kanzi database yetu ni 443. Kesho yake Alhamisi tukaenda kule Busokelo. Kwa kweli Busokelo tulipokelewa kwa shamra kubwa sana. Pale bonde la Mwakalele, tukawa pale Kandete, na zile kata zinazozunguka zilikuwa 4. Viongozi waliotoka kwenye vyama vingine vya siasa walikuwa ni 10, na waliotoka walikuwa ni 10 pale Kandete, na tulienda kule Lwanga walitoka 6. Lakini wanachama wapya ndio wakabidhi kadi kwa mkono wangu na kupiga nao picha, walikuwa 257. Lakini ambao walishafanywa mtandao kwenye ile jimbo lina kata 13 ambao wamesajiliwa kwenye kanzi data ambayo database, swali kigumu kidogo, ni 2466. Kwa hivyo jimbo la Busokelo sasa tunao wanachama ambao wako kwenye database yetu 2739. 2739 ndio daftari letu la wanachama lilivyo kule Busokelo. Jana tulikuwa Kiela, bahati nzuri kamishna ndugu Boniface Mwabukusi alishafanya ziara kule zaidi ya wiki mbili zilizopita kufanya maandalizi ya ziara ili tupite pale tusalimie pia. Bahati nzuri alishapita huko Ipinda mpaka Kiela mjini, akawa ameweka uongozi waliotoka kwenye vyama vingine, wakaweka uongozi wetu kuimarisha na ule zamani,
walikuwa ni 11, na jana wanachama wapya ndio wakabidhi kadi kwenye ule ukumbi wa KBC walikuwa ni 13, na ambao walishawasajili tangu hizo wiki mbili zilizopita na kupewa kadi ni 102. Jumla pale Kyela wako wanachama 126. Kwa hivyo ukijumlisha wanachama wa Rungwe, wa Busokelo na Kyela ni wanachama 3308. 3308. Na bado tutafanya kazi bila mjini na maeneo mengine. Ni haya ni kwenye haya majimbo matatu. Hiyo ilikuwa ni shamra ya chama, mambo ya itikadi zetu na tukazungumza mengi. Lakini tulivyokwenda huko tulikozunguka kuna mambo ambayo ni ya utu. Mambo ambayo yanagusa jamii kwa pamoja. Tunasema matatizo ya wafugaji, wanafanya ufugaji wa kisasa. Tumeona mpaka ng'ombe wanakamuliwa lita 60 kwa siku, lakini hawana soko lililo la kuaminika. Yaani hakuna ushindani wa soko. Kuna sehemu nyingine vikundi vinalazimishwa viuze maziwa kwenye mtu fulani au kwenye kikundi fulani, wakati sasa hivi ni swala la soko huru. Watu wako huru kufanya jambo wanalolitaka. Kuna mazao, kwa mfano ndizi, soko lao liko chini sana. Mazao ya viazi mviringo, mazao ya kokoa, mazao ya mchikichi, kokoa sana tulikuta Kyela, lakini na mazao mengine ambayo yanapatikana. Lakini pia kuna tatizo kubwa la miundombinu na hasa barabara kweli za kwenda Busokelo. Ukianzia hapo Tukuyu kwenda Busokelo kwenda pale Kadete ni kilomita 29, unatumia saa nzima na nusu, kilomita 29. Ile barabara haiko kwenye hali nzuri kabisa, na ni changamoto ambayo tunakutana nayo huko. Wananchi hawako vizuri na mambo ya namna hiyo. Ukienda jimbo kwa mfano Kyela wana kokoa nzuri sana ambayo ipatikani hapa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla, yani ya sasa, lakini bei yake ile thamani yake shida. Kuna mazao ya mchikichi, kuna zao la korosho, kuna mpunga, na Tanzania tunasema mchele wa Kyela unavyonukia na nini, lakini hawako kwenye hali nzuri. Lakini changamoto kubwa pale Kyela ni maji safi na salama. Maji safi na salama. Wana mito inayozunguka pale mitatu, lakini maji safi na salama Kyela ni shida. Na hasa Kyela mjini niwe kweli ni shida, na tulitembelea maeneo mbalimbali. Kwa hivyo hizi changamoto hizi itabidi tuzisemee. Sisi ni chama cha siasa, tuna haki ya kuzisemea ili tushindane kwa hoja zinazokuza utu wa binadamu zaidi. Hizi changamoto, na mimi pia mimi ni mbunge na majukumu ya mbunge yako 4: la kwanza kwa taifa lake, la pili kwa jimbo lake la uchaguzi, la tatu kwa chama chake cha siasa, na la 4 kwa dhamira yake binafsi. Na hili la kwanza kwa sababu kwa taifa langu, ninawaahidi wana Mbeya hata nikiwa bungeni nitasemea hizi changamoto ambazo nimezikuta kwenye haya majimbo matatu, ili tuweze tukaona namna gani tunaisukuma serikali, namna gani tunaisimamia na kuishauri serikali ili changamoto ziweze zikapatiwa ufumbuzi kwa ajili ya kukuza utu wa wana Mbeya na Watanzania kwa ujumla. Lakini ilituia vigumu kidogo kwa sababu juzi tarehe 5 tukiwa kule Kadete, tunafika asubuhi tunaambiwa tumezuiliwa kidogo kufanya mikutano kwa sababu tunaonekana walisema kitu kinachoitwa taarifa fiche. Yaani kama taarifa fiche, polisi wanatuambia kuna taarifa fiche kwamba nyinyi mnataka kufanya mikutano ya hadhara, mnataka kufanya maandamano ya kuleta shamra. Naonekana mikutano yenu tangu jana imeanza huko Tukuyu, mnatukana matusi, mnavuruga vyama vingine, mnafanya jamii siweze kufanya shughuli zake vizuri, mnaleta uchochezi dhidi ya dola na mambo mengi. Tuliyakanusha yote. Tukasema mikutano yetu bahati nzuri tuko na baadhi ya waandishi wa habari, inarekodiwa, ni mikutano ya ndani, na wala hatuende kufanya mikutano ya nje. Na haya yote hata vyama vingine vyote vya siasa vinafanya hivyo. ACT Wazalendo wanafanya mikutano ya ndani, Chadema wanafanya mikutano ya ndani, CUF wanafanya mikutano ya ndani, vyama vingine kwa utaratibu tuliojiwekea, japo sio utaratibu mzuri sana. Hata mimi mwenyewe naupinga kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatupa haki ya kufanya mikutano ya hadhara, ya kujumuika, ya kubadilishana misingi hapa na pale. Kwa sababu kuna utaratibu upo, na ndio tumekubaliana na jeshi la polisi na mshirika mkataba, ni makubaliano kati ya pande mbili utekelezeke. Tulitoa ripoti kwao na wakatuambia tutafanya mikutano ya ndani, na tukamwambia kumbi tutakazofanya. Hayo mengine ni watu tu
kujaribu kutuchokoza, kuweseka. Sisi tukasema hata kama wanatutukana, wanaleta mambo yote hayo, uchochezi huo, tulizuiliwa na polisi karibu dakika 35 hivi, almost dakika 35, lakini tukajieleza vizuri. Baadaye nikamkaribisha wakili, akafafanua vifungu vya sheria vizuri, tukaruhusiwa tuendelee na mikutano yetu. Nimeona nipeleke taarifa hizi ndugu zangu wanahabari kwamba sisi tumekuja Mbeya kwa misingi ya kuimarisha chama chetu, kwa misingi ya kujiandaa kwa ajili ya kwenye uchaguzi mkuu ujao, misingi ya kuweka madiwani kwenye kata, misingi ya kuweka wabunge kwenye kata, na mchakato mzima utakavyotolewa ile ratiba sasa namna gani ya kuwapata wale wanachama wetu walio na nia wajitokeze, ili tuweze tukashiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu unaokuja. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.